Baada ya kuona matamko makubwa yanatolewa na vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia watu binafsi, lakini pia mashirika tofauti, lakini kikubwa zaidi pia ni kuhusiana na watumishi wa Mungu mbalimbali wamekemea kwa namna yake. Sasa unaambiwa Malisa JJ kajiuliza maswali, kwa nini Askofu Malasusa yeye hajahusika kwenye kutoa tamko la aina yoyote. Yaani yeye hajatoa tamko la aina yoyote, ili hali ni moja kati ya maaskofu ambao wanatazamwa kwa upana zaidi hapa Tanzania. Sasa unaambiwa Malisa JJ aliandika barua hii fupi. Alisema hivi: Baba, mpendwa Baba Askofu Dr. Alex Malasusa Cornelius Kousa, nchi yetu imeshuhudia tukio baya zaidi kuwahi kutokea katika historia, tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Dr. Charles Kitima PhD. Baada ya tukio hilo, viongozi mbalimbali wa kidini wametoa kauli za kulaani na kuitaka serikali ichukue hatua, lakini hatujaona tamko lako rasmi la KKKT kukemea tukio hili la kishetani. Malisa JJ aliendelea kwa kusema, kwa kuwa kanisa letu ni la kiinjili ambalo misingi yake ni haki, tunaomba kusikia msimamo wako kama mkuu wa kanisa, kwa kuzingatia kwamba KKKT ni kanisa la pili kwa ukubwa nchini, likiwa na waumini milioni 10.8 kwa mujibu wa Lutheran World, likitanguliwa na kanisa Katoliki lenye waumini milioni 18 duniani. Tunataka kusikia KKKT tunasimama wapi katikati ya maovu makubwa namna hii. Tunaamini kwamba ukiwa kama mkuu wa kanisa utatoa tamko kali la kukemea, kulaani na kutoa maelekezo ya nini kifanyike ili jambo baya kama hili lisijirudie tena katika nchi yetu. Sola Christus, Sola Christus, Sola Fide, Sola Grades. Kristo tu, neno tu, imani tu, neema tu. Alimalizia hivyo. Sasa ni kweli wengi wamemsupport Malisa JJ kwa sababu ujumbe wake ulionekana kuwa na mantiki kubwa zaidi, kwa sababu Malasusa si tu kiongozi wa kidini huko KKKT, bali pia ni mmoja kati ya watu wanaotazamwa kwa namna kubwa zaidi, na sauti yake imekuwa ni sauti yenye mamlaka kidogo, na watu huwa wanamsikiliza kwa namna moja ama nyingine. Sasa kukalia kimya ni kama vile haungi mkono ama anasupport kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo bwana, watu wanahoji kwa nini yeye hajatoa tamko la aina yoyote. Sasa mpaka watu wanakuambia kama hivi, kweli kuna jambo wameona kabisa haupo nalo. Sawa, ujue si kila kiongozi wa kanisa ama kiongozi wa msikiti anaweza kuwa upande ambao wa kukemea. Kuna wengine tunajua hapo kwenye system, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kutoa matamko kwa sababu wanakuwa ni watu ambao wapo kule. Kwa hiyo wengi wanataka kujua msimamo wa Malasusa ni upi. Yupo katikati ya upi? Je, kwenye kukemea ama kusifia, ama ndo ataenda kumpondea zaidi Charles Kitima? Kwa sababu tunaona wengi wamemsupport kwa kile ambacho kimetokea, kwamba wanamuunga mkono hoja zake kwamba ni mtu ambaye amekuwa akikemea maovu mengi. Ndio maana kile kilichomkuta wengi wakakikemea, kwamba baadhi ya watu wanajaribu kumnyamazisha ili asiendelee kupaza sauti. Kwa hiyo ni kama vile walikuwa wanataka kumfanyia tukio baya ili akae kimya, na tumeona matukio mengi mabaya yanatokea. Kwa hiyo watu wanataka kusikia nini tamko la Malasusa. Tunajua ni kiongozi wa KKKT na watu wanasubiria nini atakacho kizungumza, ila ukimya wake umewaweka watu kwenye mashaka na kuamini huenda anakubaliana na jambo fulani, yani yeye hayuko pamoja na wakosoaji. Ndio wengi wametafsiri hivyo. Sasa tunasubiri tamko lake, kama hivyo alivyomuomba, watu wanasubiri tamko lake wamsikie yeye yuko upande gani.